Ndio sababu ilibidi tujue itikadi kwanza ya huyu malkia. Okay. Ndio kitu cha maana. Atatuhukumu, labda tufanye kama hivyo unavyosema, anakuja kuhukumu kwa Qur'ani lakini haijui Qur'ani. Yeye ndio anaweza kuwa Qur'ani haijui, lakini kapewa sifa ya kuwa Muislamu chini ya uongozi wa Nabii Suleiman. Inawezekanaje kweli Uislamu usingeingia huko Yemen kama kweli huyo malkia kweli alisilimu kama tunavyosema? Japo kwa hiyo hapa amesema alinyenyekea, ila sisi tumesema alisilimu. Wangapi Waislamu wanajaa hapa lakini kufikisha ujumbe wa Kiislamu hawawezi. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Ustadh Kristo tukiunda maudhui mengine ambayo nafikiri atatusaidia sana sisi katika uelewa wetu wa dini zetu na siku ya mwisho wa ahera. Kuna jambo moja ambalo kubwa limetokea baada ya kufanya mdahalo hivi karibuni. Kuna jambo moja uliliongea wewe mwenyewe mwalimu, kasema kwamba katika siku ya hukumu atakaye kuja kuhukumu ni pamoja na malkia wa kusini. Alafu kasema malkia wa kusini anatoka Yemen. Kitu ambacho kimekuwa ni kitu cha ajabu. Watu wanasema Abdul Gafirika ulikosea. Hata mimi nikisoma malkia wa kusini mara Yemen, hata hukumu tu kwamba malkia anakuja kuhukumu vipi. Nikasema leo tuliongelee hili swala. Kwanza tuanzie na malkia wa kusini, alafu tutakuja kwenye hukumu. Inawezekanaje malkia wa kusini anakuja kuhukumu, lakini huyo malkia wa kusini ni nani? Mwalimu, karibu sana, wasalimie watazamaji wetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu watazamaji wote kwa jumla ambao si Waislamu, tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwao. Amen. Nashukuru sana kwa swali kama hilo. Nakumbuka kwamba katika siku za nyuma tulikuwa na mdahalo na kama siku Medadi. Ilikuwa Medadi sijui na nani nafikiri. Na Mwankema. Ilikuwa Medadi na Mwankema. Na mada yetu ilikuwa kama ya Qur'ani iliunguzwa. Ndio. Kwa hiyo hii ambayo tunayo ni feki. Ndio. Ndo moja katika maswali ambayo mimi nilitoa, nikatoa swali kuhusikana na malkia wa kusini. Ndio. Yesu anasema huyo ndiye atakayewahukumu siku hiyo. Ndio. Ndio nikasema huyu malkia wa kusini kwanza ni Mwarabu. Ndio. Na eneo yake ni ya Kiarabu. Ndio. Na huko ndiko ambako kumeikaa Qur'ani. Nikiwa na maana kwamba akiwahukumu wa Kristo itakuwa na maana kwamba watahukumiwa na Qur'an, kwa sababu anakotoka ndio nchi ya Kiislamu na ndio nchi ya Qur'ani. Kwa hiyo atawahukumu kwa Qur'ani. Sasa ikiwa kama Qur'ani haipo, huyu malkia atawahukumu wa Kristo kwa Qur'ani ipi? Ndio ilikuwa swali langu, lakini bahati nzuri au mbaya haikupata majibu. Sawa. Ikaonekana tu majibu iliyokuja ni kwamba huyu ni Muethiopia. Ndio. Huyu ni Muethiopia, lakini pamoja na kuwa ni Muethiopia atahukumu Kiethiopia. Hiyo haikuongelewa. Kiufupi ni kwamba ndio niliweza kuizungumza, lakini ikiwa kama maneno yanakuwa mengi, itabidi tuweze kuijibu na tuifafanue, tuitie kiupana ili kila mtu aweze kuielewa kwa kile nilichozungumza. Andiko hilo ni la Mathayo. Nafikiri ndio hivyo Ndio. Ni hilo kabisa. Sasa nilikuwa nataka tuanzie kwanza kwa malkia wenyewe wa kusini. Inawezekanaje tunasema anatoka Yemen wakati malkia wa kusini tunajua labda angetoka Ethiopia? Sawa, basi tusome andiko hilo. Nafikiria mimi asili yangu mimi siongeagi kinywa. Sawa. Siongeagi kinywa au nitietie story ya maneno mengi. Mimi huwa nasimamiaga kwenye vitabu. Nikiongea kitu lazima nikitolee ushahidi. Sawa. Soma andiko hilo. Ni Mathayo 12:42. Mathayo 12:42. Anasema hivi: malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho wa dunia, za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Suleimani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleimani. Naam. Nafikiri ndio andiko hilo ambalo nilisimamia. Sijui kama ndio hilo. Ni hilo lenyewe kabisa. Sawa sawa. Sasa nilipoongelea kwamba atawahukumu wa Kristo, haikukuwa mimi nimeongea. Ilikuwa ni Yesu mwenyewe kwa kinywa chake ndio ameongea kwamba atawahukumu. Ndio. Sasa tatizo lako wewe ni nini? Tatizo kwanza linaanzia kwa malkia wa kusini. Kwa nini ulisema anatoka Yemen? Na wewe ulikuja kuipata wapi kwamba anakuja kuhukumu kwa kutumia Qur'ani? Na shida kubwa tulisema Qur'ani imepotea, lakini sitaki huko sana. Nataka kwanza kwa nini atumie Qur'ani na kwa nini ulisema anatoka Yemen ni Mwarabu wakati sisi tunajua huyu malkia wa kusini aliyekuwa anazungumzwa hapa anatoka Ethiopia. Naam. Kwanza tungelitaka kujua kusini inayozungumziwa hapa ni wapi? Soma Wafalme wa Kwanza. Ndio, Wafalme wa Kwanza 11. 11. Naam. Sawa. Wafalme wa Kwanza 11 inasema, na malkia wa Sheba
aliposikia habari za Suleimani juu ya jina la Bwana alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Unasikia bana? Kwa hiyo unaposikia malkia wa kusini, bimaana ni malkia wa Sheba. Ndio. Sawa kaka eh? Sawa. Ni malkia wa Sheba. Ndio. Sheba ni wapi? Ndicho kitu cha muhimu sasa. Sawa kabisa. Tuishaona malkia wa Sheba ndiye atakayewahukumu wa Kristo, lakini sasa Sheba ni wapi? Okay. Hapo tuko sawa eh? Tupo sawa. Sasa tutizame Sheba. Sawa. Tizama kwenye kamusi ituambie Sheba ni nini. Sheba ndio hii. Sheba. Okay. Sheba. Naam. Katika Uarabu, sehemu za kusini magharibi, kulikuwa na nchi ambayo wakati wa Biblia iliitwa Sheba. Ilikuwa katika eneo la nchi ya Yemen ya siku hizi. Nayo ilikaliwa na watu wa kabila lililoitwa Washeba. Sawa. Okay. Nafikiri hiyo inatosha eh? Hii inatosha. Inasema kwamba Sheba ni katika nchi ya Kiarabu ambayo zamani ilikuwa inaitwa Sheba, lakini siku hizi inaitwa Yemen. Okay. Sawa? Ndio Sheba. Sasa unaposoma hapa katika Qur'ani katika 27:22, Qur'ani 27:22, hiyo tuliyosoma ni kamusi ya Biblia. Kamusi ya Biblia. Sawa. Sheba ndio imetumika hiyo, tujapata nchi nyingine tofauti na hiyo ya Waarabu. Hapana. Nimeiona ni hiyo moja tu. Ni moja tu. Okay, sawa. Haya, hapa na hapo wanasema katika 22, soma hapa. Qur'ani 27:22. Sawa. Kuhusikana na Sheba. Sawa. Tusomee hapa. Qur'ani tafsiri yake inasema tupe tu ufafanuzi mara moja. Au uanze aya alafu utasoma. Sawa. Basi Hudihudi akakaa si mbali akasema, nimegundua usilogundua wewe, na ninakujia hivi katika nchi ya Sabai. Hiyo ni Hudihudi. Na nakuletea habari ya yakini. Ni ndege inaitwa Hudihudi. Okay. Ametoka katika mizunguko yake, ndo ametoka huko kusini. Okay. Ndo akamwona huyo mfalme malkia. Ndo anakuja kwa Nabii Suleiman na kumpa habari alichokishuhudia huko. Akamwambiaje? Twende kazi. Hizi ndizo aya hasa zilizohusu ufalme wa Sabai. Na hii Sabai ni moja katika falme za kusini ya Arabuni inayoitwa Yaman. Niamalizia aya ile 22. Na 23 anasema 22 kwanza. 22 anasema, basi Hudihudi akakaa si mbali na akasema, nimegundua usilogundua wewe, na ninakujia hivi kutoka nchi ya Sabai, na nakuletea habari za yakini. Hakika mimi nimemkuta mwanamke anatawala, naye amepewa kila kitu, na anacho kiti cha enzi kikubwa. Unaona bana, hiyo ni Hudihudi anampa habari Suleiman. Katika mizunguko yake amemkuta malkia, mfalme malkia akitawala katika nchi inaitwa Sabai, ndo Sheba. Okay. Sawa. Sasa tupe ufafanuzi. Ufafanuzi unasema, hizi ndizo aya hasa zilizohusu ufalme wa Sabai. Na hii Sabai ni moja katika falme za kusini ya Arabuni inayoitwa Yamani. Na ambayo zamani ilikuwa ni maarufu kwa jina la Arabia iliyoneemeka. Twende kazi. Na jina hili la mwisho linaonyesha maendeleo yake na utajiri wake. Kwani kwa hakika ilikuwa nchi hiyo ina ustaarabu wa juu tangu miaka 2000 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa. Ikitegemea makulima kwa sababu ya rutuba ya ardhi yake na uzuri wa hali yake ya hewa. Nilikotia alamu umemaliza? Ndio. Unaona bana. Kwa hiyo Sabai ni Arabuni yendo Yemen. So anasema hapo. Sasa tunajua kama Sabai ndio Sheba. Tunajua kama Sabai ndio Sheba. Si ndio hapa? Au kusoma kwa 22. 22 niliposoma ni basi Hudihudi akakaa hivyo, haijataja Sheba, imetaja Sabai. Ndo hivyo. Sabai ndo lugha hiyo ya Kiarabu inasema Sabai. Qur'an inasema Sabai, Biblia inasema Sheba. Okay. Ndo ile malkia kutoka kusini. Kule wanaita Sabai kwa Kiarabu. Okay. Unaona bana. Kiswahili wanasema Sheba. Siku hizi ndio Yemen kama kitabu kinavyokuwa kinasema na kama kamusi ilivyosema. Okay. Sheba maana yake Yemen siku hizi. Okay. Sawa kaka Sawa. Haya. Sasa ikiwa kule Yesu alisema katika Mathayo 12:42 malkia wa kusini, maana yake malkia
wa Sheba au malkia wa Yemen. Okay. Sawa Yeah. Malkia wa Yemen. Sasa tuulize Biblia, Yemen ni Waarabu. Yeah. Dini yao ni ipi na muongozo wao ni kitabu gani? Alafu turudi kwenye Mathayo 12:42. Sawa. Pale tutakuwa sawa. Sawa. Haya. Tusomee katika kitabu cha Ar-Rahik Al-Maktum ukurasa wa 15. Sawa. Ar-Rahik Al-Maktum. Ukurasa wa 15. Naam. Anasema ufalme wa Yemen miongoni mwa mataifa ya zamani katika Waarabu wa asili ambayo yalijulikana huko Yemen ni watu wa Sheba. Rudia tena. Miongoni mwa mataifa ya zamani katika Waarabu wa asili ambayo yalijulikana huko Yemen ni watu wa Sheba. Unaona bana. Kwa hiyo Yemen, Sheba ni Waarabu. Okay. Sawa? Unaposikia Yesu anasema kwamba malkia wa kusini atawahukumu nyinyi. Okay. Maanake malkia wa Waarabu ya Uarabuni huko atawahukumu nyinyi. Okay. Kuna maana halisi ya Yesu kusema kwamba huyu malkia kutoka huko Arabuni atawahukumu. Kuna kile anachokilenga. Okay. Bwana Yesu hazungumzi tu ili apende kuzungumza. Hapana. Kuna kile ambacho Yesu anakilenga. Kuna kitu kinachojificha hapo. Kwa nini huyu malkia kutoka Arabuni atawahukumu? Sababu yake ni nini? Kuna kitu ambacho kinajificha hapo. Ndicho ambacho kilichotakiwa sisi kuweza tukitoe wazi ili watu wapate kujua maana halisi ya Yesu kusema malkia wa kusini, malkia wa Sheba, malkia ya Yemen wa Waarabu atawahukumu. Sawa sawa. Sawa bana Sawa. Sasa tusomee katika kitabu cha tafsiri ya Hayatu Sahaba. Okay. Sawa? Yeah. Tusomee ukurasa wa 163. 163. Naam, ukurasa wa 163. Ukurasa wa 163 anasema Bara amesimulia kuwa mjumbe wa Ara alimpeleka Haridi bin Walidi. Rudia tena. Bara amesimulia kuwa mjumbe wa Ara alimpeleka Haridi bin Walidi Yemeni ili kuwalingania watu wa huko kuukubali Uislamu. Khalidi ametumwa na Bwana Mtume Muhammadi, amemtuma wapi? Yemen. Okay. Ili aende kuwalingania wanani? Watu wa huko. Rudi tena. Ili aende kuwalingania watu wa huko kuukubali Uislamu. Unaona bana. Anamtuma huko Yemen aende kuwalingania watu wa Yemen ili watu wa Yemen waukubali Uislamu. Twende kazi. Nilikuwa ni mmoja wa hao waliokwenda na Haridi bin Walidi. Naam. Tulikuwepo huku kwa muda wa miezi 6. Naam. Katika kipindi hicho kwa mfululizo tulilingania Uislamu huko. Naam. Lakini hapakuweko na hata mmoja kati ya hao aliyeukubali. Unaona bana. Walienda kuwalingania watu wa Yemen kwa ule mfalme wa malkia. Walienda kuwalingania lakini hapakuwepo anayekubali dini ya Kiislamu huko. Twende kazi. Kisha mjumbe wa Ara akamtuma Ali na akamtaka amrejeshe Haridi pamoja na washirika wake isipokuwa wale wanaotaka kubaki hapo pamoja na Ali. Unaona bana. Okay. Khalid, samani kidogo. Ndiyo. Khalid alipokwenda mwenyewe alishindwa kuwasilimisha watu wa Yemen. Okay. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia Ali. Ndiyo. Akamtuma aende kule ambako mwenzake alikuwepo Yemen akawalingania watu wa Yemen Uislamu. Okay. Ali akamchukua Khalid aliyekuwa wa kwanza akashindwa, ndo akashirikiana pamoja na maswahaba wengine wakaenda pamoja mpaka Yemen. Twende kazi kilichotokea. Okay. Nilipendelea kubaki na Ali. Tulipokuwa tukikaa huko na Ali, Waislamu na wa Yemen tulikaribiana baina yetu. Mara moja Ali alituswalisha. Baada ya kuswali tulikaa katika safu moja na Ali alitusomea barua ya mjumbe wa Ara. Waliposikia hivyo kabila lolote la Hamdani walisilimu. Ali alimwandikia mjumbe wa Ara kuhusu Uislamu wa kabila la Hamdani. Aliposikia kuhusu habari hiyo alisujudu kwa shukurani. Baada ya kufanya sajda alitamka inshallah amani iwe juu ya watu wa Hamdani. Alirudia mara 2. Unaona sasa bwana walifanya kazi ya kuwalingania watu wa Yemen. Yemen yote ikaingia katika Uislamu. Kwa hiyo Yemen ni nchi ya Kiislamu.
Sio hilo tu, angalia ukurasa wa 591. 591. Naam. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kutoka kwa harifa wa Rasulullah kwenda kwa Waislamu wote na waumini wa Yemeni ambao mbele yao barua hii inasomwa, amani iwe kwenu. Unaona bana? Ndio. Inaonekana watu wote wa Yemen waliislim, wakawa ni Waislamu wa Yemen. Sio kwamba tuweke kwamba ni watu wa Yemen kabila la Hamduni. Lakini wa Yemen. Ndio. Shida yangu ni ile nchi ya Yemen. Sawa. Sawa? Sasa tunapoweka watu wote na kabila ni moja, tunaweza tukawa labda tunatoka nje ya muktadha ambacho kimeongelewa. Ndiyo, kwa sababu nchi inaweza kuwa na watu wenye kuamini na pakawepo wenye hawaamini. Lakini inategemea kuona sasa ile nchi inaongozwa vipi. Okay. Sawa? Sasa vile Waarabuni. Yeah. Arabuni hakuna kanisa. Okay. Lakini usifanye kwamba wote ni wenye imani. Okay. Kuna wengine wanakufuru, lakini ni Waarabu tu mle. Tupe kifungo cha pili chini. Anasema dini hii ya kweli, na wakikubali kitabu Qur'ani tukufu kuwa ni hakimu wao, kipambanuzi baina ya haki na batili, inshallah Allah atainusuru dini yenu kwa ajili yenu, ataziongoza nyoyo zenu na kuyatakasa matendo yenu, na kukupeni ujira wa mjahidina, wale wanaojitahidi kwa ajili yake, sabirina, wale wanaovumilia. Yote imekuja. Alituma barua hiyo pamoja na Anas bin Maliki kwa watu wa Yemen. Unaona sasa. Okay. Kitabu kinasema watu wa Yemen. Hapo inajumlisha nchi nzima. Okay. Sawa? Yeah. Akamwambia hii Qur'ani ndio itakuwa hukumu yenu. Sawa sawa. Turudi kule kwa Mathayo 12. Yesu alisema malkia wa Yemen atawahukumu. Ndio. Tunapata hiyo hukumu atakayowahukumu. Yemen inahukumiwa na nini kwa mujibu wa ushahidi huo? Qur'ani imesema inahukumiwa na Qur'an. Kwa hiyo watu wa Yemen wanahukumiwa na Qur'an. Yesu anasema Yemen, malkia wa Yemen, malkia wa Sheba atawahukumu. Maana yake atawahukumu kwa Qur'ani. Kwa hiyo Yesu anaposema malkia wa Yemen, hamlengi malkia kama malkia, analenga kile kitakachowahukumu. Kwa sababu malkia iko chini ya uongofu wa Qur'ani. Na tena huyu malkia alislim 27:44 Qur'an. Malkia huyu alislim. Soma Qur'ani 27:44. 27:44. Wakati alipomwendea Nabii Suleimani alipomuonesha na kumhutubia na kumuonesha yale na yale, malkia alinyenyekea akaslim. 27:44 Qur'ani. 48 anasema akaambiwa liingie behewa Rahili jumba, alipoliona lidhani ni maji, na akapandisha nguo mpaka kwenye miundi yake. Suleimani akasema hakika hilo ni behewa lililosakafiwa kwa vioo. Akasema malkia, Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu, na kwa sasa nanyenyekea pamoja na Suleimani kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Unasikia? Malkia alislim, akaingia katika Uislamu. Okay. Sawa kaka Sasa Yesu anaposema kwamba malkia wa kusini, yani malkia wa Yemen, malkia wa Waarabu, atawahukumu. Tunapata hukumu ya Yemen ni Qur'an, ikiwa na maana kwamba Qur'ani ndio itakawahukumu watu. Okay. Sawa? Tunapata tunapata malkia mwenyewe kaslim. Okay. Sasa Yesu anapowaambia watu kwamba malkia wa Yemen atawahukumu, na tunakuja kupata huyu malkia itikadi yake ni Uislamu, kwa sababu kasilimishwa na Nabii Suleiman. Okay. Alisilimishwa na Nabii Suleiman, akawa ni Muislamu baada ya kutubu kwa Nabii Suleiman. Okay. Sasa Yesu anaposema kwamba atawahukumu, ina maana huyo hata wahukumu yeye kama yeye, bimaana ni Uislamu ndio utakaohukumu kwa mujibu wa Qur'ani, kwa uongozi wa Qur'ani ndio itakaohukumu watu siku ya mwisho. Na ndio maana ushahidi huu, aya hii, hakuna Mkristo anaweza kaitambuka. Kwa mfano hapa tukianza na huyu malkia wa kusini kwanza. Inakuaje yeye alisema mesilimu, manake akisilimu malkia manake kiongozi ndo anaenda kuongoza nchi. Inakuaje Yemen hawakumpata Muislamu sasa? Naam. Hawa waliokuja sasa baadaye, kwa sababu hawa tunavyojua baada ya Suleimani, hawa waliokuja kwa waliotumwa na Mtume Muhammad kwenda kuhubiri dini kule, kulingania, ni miaka mingi imepita. Inakuaje hawakumpata Muislamu kule Yemen?
kule Yemen, wakati huu Yesu anaposema atawahukumu, si pale pale, ni siku zijazo. Sasa sawa, kile kizazi cha huyu Malkia wa Sheba ambaye ndio huyo kusini, wao walisilimu, yani yeye alivyosilimu manake tunaashumu kwamba na watu wake walisilimu. Inawezekanaje kule hawakumpata Muislamu hata mmoja, hao walioenda na waliotumwa na Mtume Muhammad? Ndio nilitaka kusema ukanikatiriza. Nilitaka kusema hivi, habari Yesu anazoziongelea, anasema Malkia wa Yemen atawahukumu. Ni mambo yajayo. Sawa, si kwa ule wakati Yesu alipokuwa anaongea. Nikienda kwenye swali lako, je, wakati ule kwa nini hawakumpata Muislamu? Si ndio swali naloliza? Lakini huyu mama tu ndo mwenyewe alikuwa Muislamu. Wakati ule hii nchi ilikuwa ni nchi ya kikafiri. Haikukuwa nchi ya dini, Uislamu ulikuwa bado haujafika. Ndio maana Yesu alisema maanake siku ambayo atakuja kuwahukumu wa Kristo, Uislamu utakuwa umeshaingia Yemen. Qur'ani itakuwa imeshaingia Yemen. Na huyu mwanamke maadamu tu ameslim, ndo Yesu kwa nini Yesu anasema Malkia atawahukumu? Yeye alikuwa anatoa sababu hiyo kwamba atawahukumu, tuseme atawashuhudia, kwa sababu yeye alisikia busara za Suleimani kuhusiana na Mwenyezi Mungu, akatoka huko alikotoka, akavumilia safari yake mpaka akaenda kusikiliza. Lakini nyinyi mnaye hapa Yesu hamtaki kumsikiliza, ambaye ni mkubwa kuliko huyo Suleimani. Ni kweli. Unaposikia atawahukumu, bi maana atawashuhudia. Sasa atawashuhudia chini ya uongozi wa kitabu gani? Hapo si ndio kuna kazi? Ndio sababu ilibidi tujue itikadi kwanza ya huyu Malkia. Ndio kitu cha maana. Atatuhukumu, labda tufanye kama hivyo unavyosema, anakuja kuhukumu kwa Qur'ani, lakini haijui Qur'ani. Yeye anaweza kuwa Qur'ani haijui, lakini kapewa sifa ya kuwa Muislamu chini ya uongozi wa Nabii Suleimani. Suleimani ni nabii. Sawa? Ikiwa anamsilimisha huyu Malkia, tayari huyu Malkia anatoka katika itikadi potovu, anaingia katika itikadi ya Uislamu kama Nabii Suleimani. Sasa ndio Yesu anasema hivi, huyu Malkia Yesu anaonesha sehemu. Yesu hakusema tu Malkia huyu atawahukumu, lakini akatoa na sehemu anakotoka. Akiwa na maana kwamba huko sehemu anakotoka ni sehemu ambako itakuwa ni nchi takatifu. Itakuwa ni nchi yenye uongofu wa Mungu. Itakuwa ni nchi yenye waaminifu. Kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammadi, Mtume anasema kwamba huko Yemen ndiko ambako kutatokea amani. Ndiko ambako watakuwa ni watu wa dini. Ndiko ambako hapata kuwa unafiki. Kuna sehemu Mtume Muhammad alisema katika hadithi iko katika Lu'lu wal Marjan. Kwa hiyo Yemen ni sehemu ilikotabiriwa kwamba kutatokea uongofu mkubwa. Ndio maana Yesu aliposema Malkia wa Yemen alikuwa na sababu. Hakusema tu Malkia wa Yemen atahukumu, kusema tu juu ya kusema, la, kulikuwa kitu kinajificha. Kinajificha nini? Kutokana na siri inayojificha Yemen. Sasa wakati tunasema hivyo, na hapo tena tumeshuhudia kwamba Mtume Muhammad anavyotuma wale wajumbe wake waende kule kulingania, hawakukuta Waislamu. Na yeye yule Malkia wa Yemen hakwenda kwa Suleimani akiwa peke yake, alikuwa na wajumbe wengi. Inawezekanaje kweli Uislamu usingeingia huko Yemen kama kweli huyo Malkia kweli alisilimu kama tunavyosema? Japo kwa hiyo hapa amesema alinyenyekea, ila sisi tumesema alisilimu. Inawezekana uwezo huo hakuwa nao. Sawa? Uwezo huo hakuwa nao kwa sababu mtu kuhubiri na kufikisha ujumbe wa Mungu ni taaluma. Si kila mtu anaweza kaweza. Wangapi Waislamu wanajaa hapa lakini kufikisha ujumbe wa Kiislamu hawawezi? Ni taaluma ambayo mtu anaijua. Unaona ba, ni fani ambayo mtu anaijua. Sio kila mtu. Waislamu wako lakini sio kila mtu iko na hii taaluma ya kufikisha ujumbe. Anaweza kule Malkia kaslim lakini uwezo wa kufikishia wengine Uislamu hana. Unasikia bana? Lakini alislimu kwa wakati wake kwa Nabii Suleiman, akawa Muislamu. Sawa? Ameenda kule akiwa ni Muislamu. Lakini wakati huo upotevu ulikuwa ni mkubwa katika hiyo nchi. Wakati tunataja Yemen vile vile tumeona hapo Malkia ametoka nchi ambayo ina rutuba na watu wake ni wakulima. Nafikiri hizi hadithi tulizosoma hapo wanalima. Tunaangalia kati ya kweli kama hivi tulivyozoea kwamba Malkia wa Sheba alikuwa anatoka Ethiopia. Ethiopia ni kweli kuna rutuba, lakini Yemen hiyo ni jangwa ambalo halina wakulima. Malkia wa kusini hakutoka Ethiopia. Sasa mimi naashumu hivi. Ethiopia, ngoja nikusaidie pale kidogo. Ethiopia iliwapiga wa Yemen. Sawa? Iliwapiga, iliwatawala mara mbili. Ethiopia
ilitawala Yemen mara 2. Okay. Lakini mfalme mwingine sijui jina yake ni nani alikuja akampiga. Okay. Unaona bana? Sasa unaposikia Ethiopia ilipiga Yemen, ilitawala Yemen, lakini ni muda mdogo. Okay. Muda mdogo tu. Unasikia bana? Yeah. Lakini akapigwa, Ethiopia akatoka, ikaendelea kutawaliwa na wale Waarabu. Tizama hapo katika ukurasa, hiyo ni ukurasa wa 338. Okay. Ile Sheba. Okay. Tizama hapo, alafu usome, kisha nikupe sasa ushahidi idadi ya watu wenyewe walitawala pale. 337. 338. 338. Sawa. Mimi nasema kuhusiana na kulima, hiyo nchi ambayo anatoka huyo Malkia, inaonekana ni nchi ambayo ina wakulima. Inawezekanaje nchi ya jangwa kama Yemen tuseme ndio inategemea kilimo? Ndio hilo nililokuwa nchi kama Yemen ambayo tunasema ni nchi ya jangwa. Inawezekanaje yenyewe ionekane kama ardhi yake ilikuwa na rutuba, ilikuwa inategemea kilimo wakati ni nchi ambayo ya jangwa? Sasa si inaandikwa. Sasa tutajiulizaje na sisi tunaona kama imeandikwa? Imeandikwa. Sasa ukiniuliza tutategemeaje na hali ya kuwa maandiko imeandikwa? Hapo tutakuwa tunapambana na maandiko. Okay. Sawa. 38. Anasema kuhusu Sheba, katika Uarabu sehemu ya kusini magharibi kulikuwa na nchi ambayo wakati wa Biblia iliitwa Sheba. Ilikuwa katika eneo la nchi ya Yemen ya siku hizi, nayo ilikaliwa na watu wa kabila lililoitwa Washeba. Unaona sasa bana. Basi kiufupi ndio hivyo, inaonekana kabisa kwamba kule ni Kuarabu, na huko ndiko ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadaye alikuja sasa kuleta Uislamu, baada ya mtume kutuma maswahaba wake waende Sheba wakawafundishe. Okay. Turi ya kwanza walikataa kwa sababu ya ukafiri wao, baadaye wakaja kuslimu moja mpaka Sheba ikawa leo ni mji wa Kiislamu. Sasa tukirudi nyuma, Malkia wa Sheba atawahukumu. Lakini hapo wakati namalizia hapa nasemaje? Hii kamusi inasema baadhi ya hadithi za Kiafrika ziliunganisha Malkia yule na Ethiopia. Kwa sababu wa Ethiopia, mfalme wa Ethiopia alipiga Yemen. Okay. Alipiga Yemen, akaitawala mara 2. Kwa ushahidi gani? Nisisemi tu kama mimi, tutafuta ushahidi. Yeah. Ukurasa wa 15 katika Ar-Rahiki Al-Maktum. Yeah. Walizungumzia habari hizo za Sheba, ndo hapa. Hiki cha kwanza. Anasema kutokana na tukio hilo Wakristo wakaongeza chuki, wakajihamasisha kuiteka miji ya Waarabu na kujipanua chini ya uongozi wa Kirumi. Rudi tena. Kutokana na tukio hilo Wakristo wakaongeza chuki, wakajihamasisha kuiteka miji ya Waarabu na kujipanua chini ya uongozi wa Kirumi. Wakawachochea Wahabeshi na wakawaandalia meli ya kivita. Wakashuka askari 70,000 kutoka Wahabeshi na kuivamia Yemen kwa mara ya pili chini ya uongozi wa Ariati mnamo mwaka wa 525 CE. Ariati akawa ni mtawala kutoka kwa mfalme wa Wahabeshi mpaka alipouawa na Abraha. Unasikia? Okay. Kwa hiyo wale unaposikia Wahabeshi maana ni watu wa Ethiopia. Okay. Waliwapiga turi ya kwanza, wakawapiga tena turi ya pili. Unasikia hapo kuna kaneno hapo. Rudia tena. Kuna kaneno pale. Anasema wakajihamasisha kuiteka miji ya Waarabu na kujipanua chini ya uongozi wa Kirumi. Wakachochea Wahabeshi na wakawaandalia meli ya kivita. Wa Ethiopia. Wakashuka askari 70,000 kutoka Uhabeshi na kuivamia Yemen kwa mara ya pili. Unasikia? Kwa mara ya pili. Okay. Maana yake wa Ethiopia waliwapiga wa Yemen wakawatawala. Sawa? Akaja jamaa akawapiga. Tena wakaja nao wakampiga mara ya pili. Kisha wakapigwa tena, ikawa ndio sababu wa Ethiopia ikawa ndio mwisho, hawakutawala tena Yemen. Okay. Endelea hapo kidogo. Anasema kutoka kwa mfalme wa Wahabeshi mpaka alipouawa na Abraha, mmoja wa majemedari. Hii ni asili ya uongofu. Asili ya uongofu. Asili ya uongofu 257. Asili ya uongofu kurasa wa 257 anasema Malkia Bilqis akaichukua kuitazama, akaona barua imezibwa na kufungwa na muhuri wa Nabii Suleimani. Akaifungua na kuisoma. Inasemekana kuwa imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu, imetarjimiwa na karani katika makarani wake Nabii Suleimani. Maana alikuwa anajua kwamba watu wa Saba ni Waarabu. Unasikia sasa?
Sasa soma tena hii Ar-Rahiq Al-Maktum ukurasa wa 18 na 19. Soma hii kifungo cha pili. Watawala kutoka Fursi wakawa wanapokezana kuitazama Yemen. Hapana kuitazama. Wakawa wanapokezana kuitawala Yemen. Watawala wa Fursi maana yake wa Ethiopia. Fursi ni Ethiopia. Ni Ethiopia Wakawa wanapokezana kuitawala Yemen. Twende kazi. Mtawala wao wa mwisho alikuwa Badhani ambaye alisilimu mnamo mwaka 638. Unaona sasa. Kutokana na kusilimu kwake utawala wa Kifursi katika nchi ya Yemen ukakoma. Sawa, huyo mfalme alikuwa ni wa Ethiopia, katika wafalme wa Ethiopia. Wakati alipoipiga turu ya pili Yemen, akaja akapigwa na yeye, lakini akaslimu akawa mfalme, kwa sababu Yemen imetawaliwa na wafalme 40. Imetawaliwa na wafalme 40. Sawa kaka Asa huyo aliyekuja kumpiga huyo aliyekuwa mtawala kutoka Ethiopia akapigwa kisha akasilimu. Baada ya kusilimu na ndio ilikuwa mwisho wake. Yemen ikachukua, wale Waarabu wa Yemen wakachukua nchi yao mpaka leo. Sunaona alisilimu, ikiwa na maana kwamba ile Yemen ni nchi ya Kiislamu na inaongozwa na Qur'an, kama tulivyosoma katika maisha ya maswahaba, inaongozwa na Qur'an. Kwa hiyo Yemen ni nchi ya kihistoria. Kwa hiyo unaposikia Ethiopia iliwatawala, mara ya kwanza wakapigwa, mara ya pili wakapigwa, wakakuwa kabisa wana tena uwezo wa kutawala Yemen. Wakatawala sasa Waarabu wenyewe wa pale Yemen. Kwa hiyo ni nchi ya Kiislamu inaongozwa na Qur'an. Tukirudi pale Yesu anaposema malkia wa Yemen atawaongoza. Yesu analenga imani. Analenga imani ya hii Yemen. Ni imani ya Kiislamu. Inaongozwa na Qur'an. Maana yake mtahukumiwa na Qur'an. Ile kusema kuhukumiwa sio hukumu ya kuingiza watu peponi na motoni. Hiyo hukumu ambayo Yesu analenga bimaana mtashuhudiwa. Kupitia Qur'ani. Mtashuhudiwa kupitia Uislamu. Kwa sababu alipotaja kwamba malkia wa Yemen, sio bure tu Yesu kutaja ile nchi. Unaona bana? Sio bure tu Yesu kutaja hiyo nchi. Alihitaji hiyo nchi kwa sababu alijua ni nchi ya Kiislamu, ni nchi ya Qur'an. Lakini sasa tunawezaje kusema ni nchi ya Kiislamu na hali ya kuwa kulikuwa hakuna Waislamu zaidi ya huyo ambaye, na inawezekana hata Yesu alivyokuwa amefika hivyo anaongea, huyo malkia alikuwa ameshakufa na hapo Yemen hakukuwa na Waislamu. Yesu alijua, ni nabii wa Mungu, alijua. Ndio maana haikuwa jambo la pale pale. Alisema mtahukumiwa. Alijua kwenye itafika watu kuhukumiwa, nchi itakuwa ni nchi ya Kiislamu. Nchi itakuwa imeshafikishiwa kwa Qur'ani. Unaona bana? Na ndio maana yule malkia wakati Qur'ani inasema alislimu, hii kuslimu kwake kwa Nabii Suleimani, unajua inavyoandikwa? Inaandikwa tu kwamba baada ya Suleimani kumfundisha malkia, alianza kumtukuza na kumsifu Mwenyezi Mungu. Katika Wafalme wa Kwanza 10:9. Alianza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Anza Wafalme wa Kwanza 11 ufike mpaka 9. Wafalme wa Kwanza 10 mstari wa kwanza anasema, na malkia wa Sheba aliposikia habari za Suleimani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana, na vitu vya thamani. Alipomfikia Suleimani akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Suleimani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno aliloshindwa mfalme asimwambie. Naye malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Suleimani na nyumba aliyokuwa ameijenga na chakula cha mezani pake na maofisa wake walivyokaa na wahudumu kwao, wahudumu wake na mavazi yao na wanyweshaji wake na sadaka zake na kuteketezwa ambazo alizitoa katika nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako? Lakini mimi sikuzisadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena tazama, sikuambiwa nusu. Wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizozisikia. Heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote, wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe, ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli,
kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele, kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme, ufanye hukumu na haki. Unasikia hiyo? Hiyo kumtukuza Mungu ni shahada tayari. Sawa, hiyo kumtukuza Mungu na kumtaja Mungu ni wa pekee. Wa Nabii Suleiman tayari ndio kusilimu kwenyewe. Na ndio maana ukisoma Qur'ani 3193 inakuonyesha kule kumtaja tu, kumkubali Mungu ni mmoja wa pekee mwenye sifa hizo za upekee, inakuwa tayari wewe umeingia katika Uislamu. Sawa, kwa hiyo hapo alisilimu kupitia Biblia na kupitia Qur'an chini ya uongozi wa Nabii Suleiman. Unasikia bana? Kwa hiyo Yesu hakusema bure kusema Malkia wa Yemen. Sasa msikilize Mtume Muhammad kama Yesu alisema, na ndivyo Mtume Muhammad na yeye alitabiri kuhusikana na Yemen. Nina swali kabla ya hiyo, kwanza sijasoma hiyo ya kwa Mtume Muhammad. Hawa waliokuwa wanaambiwa ni wanafunzi wa Yesu, wanaambiwa watakuja kuhukumiwa na Malkia wa Kusini. Alafu kitakachokuja kwa kitabu kitakachotumika kuhubiri kwa hukumu ni Qur'ani ambayo hawaijui. Sasa vipi hawa watu waingizwe katika dhambi ambayo hawaijui? Na hata sisi watu na imani kwamba wale waliokufa kabla Mtume Muhammad na kabla ya Qur'ani, wao hawatakuwa na shida na kuhukumiwa kuhusiana na kutokukubali Uislamu. Hapo Yesu alikuwa anawaambia kuwaonesha kama kuna wapinzani ambao bado hawajakubali. So ulisikia anawaambia na utofautisha. Nyinyi mnakataa kutubu. Mnakataa kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu. Basi jueni kwamba mtahukumiwa. Ile kuhukumiwa maana yake wale wa Yemen watakuwa ndio mashahidi. Mashahidi kuwashuhudia namna mlivyokuwa mnapinga. Sasa si watahukumiwa kwa Qur'ani? Nachouliza ni kwamba kwa nini huwa tunasema kwamba wanahukumiwa na Qur'ani, na siku zote huwa tunasema kwamba wale waliokufa kabla Mtume Muhammad na Qur'ani wale hawatakuwa na ya kujibu kuhusiana na kutokubali Uislamu au kikubali ile Qur'ani. Sasa wale inakuwaje waje wahukumiwe na Qur'ani ambayo haikuwepo wakati Yesu anaongea hayo maneno? Kwa sababu Qur'ani ilipokuja iliwashuhudia kama nyinyi ni wapinzani. Tangu Bwana Yesu mlimpinga. Mtume alikuwa akisema vitu ambavyo vilipitika kabla yeye hajatokea. Wakati wa Bwana Yesu mlimpinga Bwana Yesu. Isa bin Maryam aliwaelekeza mkapinga. Ndio siku hiyo ukisoma 22:78 Qur'an, soma hiyo aya 22:78 Qur'an. 22:78. Qur'an ilizungumza vitu hivyo mapema kabisa. Nafanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili jihadi yake. Yeye amekuteueni wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu zamani. Na katika hii Qur'ani pia ili awe mtume shahidi juu yenu. Na nyinyi muwe mashahidi kwa watu. Basi shikeni sala na toeni zaka na shikamaneni na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mlizi wenu, mlizi bora kabisa na msaidizi bora kabisa. Unasikia bana? Ndio. Kuna kaneno hapo. Rudi hapo, kuna kaneno hapo. Okay. Nafanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fanyeni juhudi kwa ajili kama inavyostahili jihadi yake. Endelea. Yeye amekuteueni wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Twende kazi. Nayo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu zamani. Na katika hii Qur'ani pia. Unaona, Uislamu ni mila ya baba yetu Ibrahim. Mungu aliwaiteni Waislamu kabla, tangu wakati wa Nabii Ibrahim, na kwa sasa kwa hii Qur'ani amewaita jina hilo. Hapo sasa neno la kufuata. Twende hapo neno la kufuata. Sawa. Ili awe mtume shahidi juu yenu, na nyinyi muwe mashahidi kwa watu, basi shikeni sala na toeni zaka. Unasikia? Kwa hiyo Waislamu ndio watakuwa mashahidi kwa watu. Okay. Mojawapo katika hao mashahidi, mojawapo katika hao ambao Waislamu watakuwa juu yao, kukuwa mashahidi juu yao, ni wale waliompinga Nabii Isa. Okay. Mayahudi waliompinga Nabii Isa, kama vile Wakristo wanadai kwamba wanamwamini Yesu, kwa ushahidi wa ndani wanampinga Bwana Yesu. Okay. Unaona bana? Sasa watakuwa mashahidi Waislamu kwa ajili ya wale ambao walimpinga Nabii Isa. Yesu anaposema watakuwa huyu malkia wa Yemen, huyu atawahukumu. Bimaana mtahukumiwa kwa Qur'ani. Kuhukumiwa kwa Qur'ani maana yake wafata Qur'ani watakuwa juu yenu kuwashuhudia mlivyokuwa makatili, mlivyokuwa wapinzani. Unasikia ndugu yangu? Hakuna Ukristo hapo. Kinacholengwa hapo ni uongozi wa Kiislamu kutoka Yemen. Ni uongozi wa Qur'ani kutoka Yemen.
Haikukuwa bure Yesu kutaja Yemen kwamba malkia wa huko atakuja kuwahukumu. Haikukuwa bure, sio kuwahukumu kwa kuingiza watu peponi na motoni, la, ni kuwahukumu kwa kuwashuhudia makosa waliokuwa wanafanya kwa kumpinga Bwana Yesu na kutokutekeleza kile ambacho Bwana Yesu alivyokuwa anawaambia. Bimaana hawakutubu. Unasikia ndugu yangu? Hawakutubu. Tizama hata 2:16. 2:16 Ufunuo. Ufunuo 2:16. Mstari wa 16 anasema, basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yesu ndo anasema tubu, usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita kwa upanga wangu kwa wale ambao hawataki watubu. Sasa hao Yesu anawaambia wanani? Shuka. Hapa ulikuwa ku 16. Ndio. Twende kazi. Niendelee na 17. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Unaona sasa kaka yangu? Kwa hiyo Wakristo asili yao, Wakristo Mayahudi hawatubu. Unasikia hapo? Tubu, usipotubu naja kwako upesi kufanya vita na wewe. Neno hilo Yesu anawaambia makanisa zote. Tunaposema makanisa zote bimaana Wakristo. Sawa kaka Sawa. Wakristo. Kumbe hawatubu, na ndio maana Biblia nzima, Injili nzima, tangu Mathayo mpaka Ufunuo, hakuna popote andiko lolote Wakristo wako wanatubu. Ushahidi huo hakuna. Lakini huko wanadai wao wanakuwa wanatubu. Lakini ushahidi kwenye Injili kwamba Wakristo wako wanatubu hakuna. Na sababu ya kutokuwa ni kwa kuwa hawana uwezo wa kutubu. Sawa kaka? Hawana ule uwezo wa kutubu. Ndio maana Yesu anasema tubuni. Kama wanaambiwa watubu, ina maana kuna makosa wanaoyafanya usiku na mchana. Ndio tunarudi kule. Shetani anawaongoza na kuwavuta ndani ya makanisa. Wanafanya vibaya, wanafanya vituko, maanasa za hapa na pale kwa sababu ni mwongozo wa Shetani. Sasa watubie, hawataki kutubia. Yesu hapa anawaambia makanisa zote kwa mujibu wa andiko hilo. Sasa kama unasikia malkia wa kusini, malkia wa Yemen, malkia wa Waarabu, malkia wa Qur'ani atawahukumu, bimaana Waislamu wa Yemen kitabu cha Qur'an kitawashuhudia kama 22:78 Qur'an tunavyotoka kuona hapo. Waislamu ndio watakuwa juu, maana yake watakuwa mashahidi kwa watu wote kuwashuhudia, nyinyi mlimpinga Bwana Yesu, nyinyi mlimkataa Bwana Yesu, hata na Mtume Muhammad mmemkataa. Hiyo ndio kitabu. Sasa kama Yesu alikusudia malkia wa Yemen, hata Mtume Muhammad kuna kitu alichokitabiri cha Yemen. Hakusema Yemen bure Bwana Yesu. Kulikuwa unabii na kulikuwa kitu, mpango wa Mungu ambao ulikuwepo katika hiyo nchi ya Yemen. Msikiliza hata Bwana Mtume Muhammad, Lu'lu wal Marjan, hadithi ya 31 na usome na 32 na usome na 34. Hadithi ya 31. 30. Okay. Hadithi 31. Okay. Hadithi ya Ukba ibn Amri na Abu Masudi. Amesema Mtume wa Ara aliashiria kwa mkono wake upande wa Yemeni akasema, waumini wa kweli wako Yemeni, na eleweni ukatili na uzito wa nyoyo uko kwa wapiga kelele mabedui wa mashambani wanaojishughulisha na ufugaji wa ngamia na wafanyi lolote la dini, kuiendeleza dini. Kisha akanyosha mkono kuelekea mashariki. Mtume akasema, kule ndiko kutakapo tokea vichwa viwili vya shetani kutoka katika kabila la Arabia na Mdhari. 32 anasema, hadithi ya Abu Laila kutoka kwa Mtume amesema, Wayemeni wamekujieni wakiwa laini mno na wapole mno wa nyoyo. Uelewa wa dini fiki uko Yemeni na hekima iko Yemeni. Buhari hadithi namba 673. Unasikia sasa ndugu yangu? Ruka na 34. Hadithi ya Abu Huraira amesema, nilimsikia Mtume wa Allah akisema, fahari na kibri ni sifa za watu wa vijijini, na upole na utulivu uko kwa wafuga mbuzi na kondoo, na imani iko Yemeni na hekima iko Yemeni. Sahihi Buhari hadithi namba 703. Unasikia? Mtume anatabiri juu ya Yemen kama vile Yesu alitabiri juu ya Yemen. Anasema huko
Mtume hasemi kwa pale pale. Anasema hiyo nchi hiyo ndiko ambako watatokea watu wenye imani. Ndio ambako watatokea watu wenye hekima. Unasikia kaka? Watatokea watu wenye imani, watatokea watu wenye hekima. Sasa sikiliza sasa siri mimi nataka nikupe. Sawa. Wakati tunaambiwa na Bwana Mtume Muhammad kwamba watu wa Yemen huko ndiko kutatokea imani iliyokuwa sahihi na msimamo wa kweli na mwongozo wa kweli, watu wa Yemen. Sasa sikiliza Biblia ilivyosema. Ndio sababu nakwambia Yesu aliposema kitu kama hicho, aliposema kwamba watu wa Yemen, malkia wa Yemen atawahukumu, hakulenga Yemen bure. Hapana. Sikiliza Wafalme wa Kwanza 15. Wafalme wa Kwanza 15. Wafalme wa Kwanza 15. 15. Wafalme wa Kwanza 15. Wafalme wa Kwanza nafikiri ndio hapa. Sawa. 5:10. Wafalme wa Kwanza. Tupe ufafanuzi wake. Sawa, inasema wana wote wa mashariki, je, ni Waarabu? Waarabu na Wamisri walikuwa maarufu kwa sababu ya walimu wao wa hekima. Rudia tena. Wana wote wa mashariki, je, ni Waarabu? Wote Waarabu ni na Wamisri. Soma vizuri pointi kwa pointi. Waarabu na Wamisri. Swali la kwanza. Je, wana wote wa mashariki ni Waarabu? Jibu. Wote Waarabu na Wamisri walikuwa maarufu kwa sababu ya walimu wao wa hekima na waandishi wa Kiisraeli waliofahamu sana watu hawa wa zamani wenye hekima. Unaona sasa kaka? Wanakuonyesha kama na Waisraeli walijua Waarabu wa huko Yemen, waliwajua. Kwa nini? Ndio maana Yesu naye aliwajua mbele ya wakati. Ni wote ni Waarabu. Kitabu kinasema ndio hao Waarabu na Wamisri, Israeli. Waisraeli waliwajua mapema kama huko ndiko kutatokea hekima, huko ndiko kutatokea imani, kama alivyosema Mtume Muhammad. Kumbe na Waisraeli walikuwa wanajua hivyo hivyo. Mstari wa 10 wenyewe sasa ukiacha ufafanuzi unasema hekima ya Suleimani ilizidi hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri. Unaona sasa, wakati ule sasa Waisraeli walikuwa wanajua sasa baada ya hapo kwenye kutatokea sasa hekima, kutakapotokea sasa hekima, ndo hapo sasa. Unaona sasa ndugu yangu, ni kukuonesha kama kumbe Yesu aliposema malkia wa Yemen ni kwa sababu Waisraeli walikuwa wanajua habari inayojificha Yemen. Ndio kwenye pako hekima ya Mungu huko. Malkia wa kusini. Malkia wa kusini. Ndiko hapo kuna hekima ya Mungu na ndiko kuna dini. Sawa sawa. Unaona bana, ndiko kuna dini. Sasa ikiwa Yesu alizungumza hivyo, alikuwa analenga dini ya Yemen, alikuwa analenga muongozo wa Yemen, Qur'an. Ndicho alichokilenga. Ndio maana 22:78 Qur'ani, Mungu anasema nyinyi Waislamu mtakuwa juu, mtakuwa nyinyi ndio mashahidi kuwashuhudia watu wote siku hiyo. Hii kuwashuhudia maana yake watakuwa wanasema wewe ulipinga, wewe ulikataa. Watawashuhudia watu wa Yesu, watawashuhudia watu wa Musa, watawashuhudia watu waliomkataa Mtume Muhammad, watu waliokataa Qur'an, watawashuhudia. Maneno hayo ndugu yangu sisemi kwa ajili ya kukokota kuvuta dini yangu, bali mimi naenda kulingana na uhakika wa namna inavyoandika, kwa sababu wahubiri wanakuwa na system mbili. Kuna mwingine anaweza kasema uongo kwa ajili ya kuvuta upande wake. Sawa sawa. Lakini kuongelea elimu inakuwa ni bora kuliko kuvutia imani yako. Sasa hicho ni kitabu. Kwa hiyo unaposikia Yesu mwenyewe anasema kwamba malkia wa kusini, yani malkia wa Yemen atawahukumu, na tunapata Yemen ni Waislamu. Yemen wanaongozwa na Qur'an, wanahukumiwa na Qur'an, na nchi hiyo ni nchi ya Kiislamu, na ule malkia alislimu kwa mujibu wa Biblia na Qur'an, alislimu. Yesu sasa anaposema malkia wa huko atawahukumu, hapo majibu yanakuwa yako mepesi. Bimaana Qur'ani itawahukumu, bimaana Waislamu watawahukumu, bimaana Waarabu watawahukumu kupitia muongozo wa Yemen. Na Yemen muongozo wake ni Qur'an. Kiufupi katika kumalizia, sababu ya kuwahukumu ni kwa kuwa walikataa kutubu. Na tumepata Yesu mwenyewe anathibitisha wanaokataa kutubu ni watu wa makanisa.
Yesu aliwaambia tubuni. Kwa kuwa pale Yesu alisema hivi, kwa kuwa ule mfalme malkia wa Yemen alitubu kupitia mwongozo wa Suleimani, kwa hekima ya Suleimani, lakini nyinyi mnakataa kutubu. Na tunawaona mojawapo katika wale wanaokataa kutubu ni Wakristo katika 2:16-17 Ufunuo wa Yohana.